Je, umewahi kufanya jambo zuri sana, mtu akakupongeza, halafu wewe ukajibu, kawaida tu, hata sio kitu kikubwa? Au umewahi kujikuta unaomba msamaha kwa kosa ambalo kimsingi hata sio lako? Watu wengi hudhani tabia hizi ni ishara za unyenyekevu, lakini sayansi ya saikolojia inasema hapana. Huu ni uhujumu uchumi wa akili yako mwenyewe. Ni sauti ya siri inayoishi ndani yako ikikwambia kwamba wewe si wa thamani kiasi hicho. Kwenye video hii ninaenda kukufunulia ishara 5 za kisaikolojia zinazoonyesha kuwa unajidharau na kujishusha thamani bila hata wewe mwenyewe kujua. Na nakusihi sana uwe makini, kwa sababu ishara ya 4 ni kosa ambalo 90% yetu tumelifanya leo asubuhi, na ndilo linaloharibu kabisa heshima yako kazini na kwenye mahusiano. Sitaki ukose kujua siri hii. Kabla hatujaingia ndani zaidi, naomba ufanye jambo moja la kiungwana. Bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini na washa kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante, twende kazi. Ishara ya kwanza, kuomba radhi kupita kiasi, over apologizing. Kisaikolojia hii inaitwa over apologizing. Unakuta mtu anapiga simu, anaanza na samahani kwa usumbufu, naomba kuuliza. Au mtu amekukanyaga wewe bahati mbaya, lakini wewe ndio unawahi kusema samahani. Kwa nini unafanya hivi? Saikolojia inaeleza kuwa tunapoomba msamaha bila sababu ya msingi ni ishara ya hofu ya ndani, subconscious fear ya kuchukua nafasi. Unahisi uwepo wako unasumbua wengine, hivyo unatumia neno samahani kama ngao ya kujilinda usionekane mbaya. Hii inashusha sana thamani yako. Badala ya kusema samahani kwa kukuchelewesha, anza kutumia lugha ya kujiamini kama asante sana kwa uvumilivu wako. Kuacha kuomba radhi hovyo ni hatua ya kwanza ya kudai heshima yako. Ishara ya pili, kukataa pongezi, deflecting compliments. Fikiria mtu anakuambia umependeza sana leo, nguo yako ni nzuri. Halafu wewe unajibu, hii nguo ya zamani sana, nilinunua 5,000 tu mnadani. Kwa nini huwezi kusema tu asante? Kisaikolojia hii inatokana na kitu kinachoitwa cognitive dissonance. Maana yake, jinsi unavyojiona wewe kwa ndani hailingani na sifa unayopewa kwa nje. Kwa sababu wewe kwa ndani unajiona haufai, mtu akikusifia, ubongo wako unaona kama huyo mtu anasema uongo au anakudhihaki. Hivyo unatumia nguvu kubwa kujishusha ili kusawazisha ile picha mbaya ulionayo juu yako. Tabia hii inaumiza kwa njia mbili. Kwanza, inazidi kuupambia ubongo wako kwamba huna thamani, na pili, inamfanya yule aliyekusifia ajisikie vibaya kwa sababu umeikataa zawadi yake ya maneno. Kuanzia leo, mtu akikusifia, tabasamu, mtazame usoni na sema tu neno moja, asante. Hakuna maelezo ziada yanayohitajika. Ishara ya tatu, kuhusisha mafanikio yako na bahati, imposter syndrome. Katika saikolojia ya afya ya akili, hii inaitwa imposter syndrome au ugonjwa wa kujiona feki. Umepata kazi nzuri baada ya kufanya usahili mgumu sana, ukipongezwa unasema, ilikuwa bahati tu, nadhani walikosa watu. Umefungua biashara inakwenda vizuri, unasema ni Mungu tu, mimi sijui chochote. Ndiyo, Mungu anabariki na bahati ipo, lakini huwezi kufuta kabisa ukweli kwamba uliteseka, ulijituma na ulitumia akili yako. Jinyime sifa kwa kazi uliofanya ni aina mbaya sana ya kujidharau. Inaufundisha ubongo wako kwamba huna uwezo wa kurudia hilo fanikio tena kwa sababu unategemea bahati badala ya ujuzi. Anza kumiliki ushindi wako. Kubali kwamba wewe ni mzuri kwenye kile unachokifanya. Ishara ya 4, kutumia maneno ya kujishusha kabla ya kuongea, diminishing qualifiers. Hii ni kosa ambalo watu wengi hulifanya kila siku bila kujua linawashushia heshima kazini na kwenye jamii. Hii ni tabia ya kutumia maneno ya kujilinda kabla ya kutoa hoja yako. Kabla hujaongea kwenye kikao, unaanza na maneno haya, sijui kama hii ina make sense, lakini, au mimi sio mtaalam sana kwa hili, ila wazo langu ni, au inawezekana nikaonekana mjinga, lakini vipi kama tukifanya hivi? Kisaikolojia maneno haya yanaitwa diminishing qualifiers. Unapotanguliza sentensi hizi, unamwambia msikilizaji wako moja kwa moja kwamba asitilie maana kile unachoenda kusema. Unaua nguvu ya hoja yako kabla hata haijatoka mdomoni. Unafanya hivi kwa sababu unaogopa kukoselewa, hivyo unajitangulia kujishusha mwenyewe ili mtu mwingine akishusha isikuume sana. Acha mara moja.
Kama una wazo, litoe kwa ukamilifu wake. Badala ya kusema sijui kama ni wazo zuri, sema moja kwa moja, mimi napendekeza tufanye hivi. Jiamini, watu wanapima thamani ya wazo lako kulingana na jinsi wewe unavyolitoa. Ishara ya 5, kujieleza kupita kiasi, over justifying your boundaries. Kuna mtu amekuomba mkopo wa pesa na wewe kwa sasa hauna uwezo. Badala ya kusema samahani, sitaweza kukusaidia kwa sasa, wewe unaanza kutoa insha, ndugu yangu, nina hali mbaya, yani kodi imeisha, mtoto anaumwa, halafu boss hajatulipa. Unapojikuta unalazimika kutoa sababu 1000 kuhalalisha maamuzi yako, ni ishara kwamba ndani ya akili yako hauamini kwamba una haki ya kusema hapana. Watu wanaojiamini na kutambua thamani yao wanajua kwamba hapana ni sentensi iliyokamilika. Hawahitaji kuwasilisha ripoti ya daktari ili kukataa mwaliko wa kwenda sehemu. Mipaka yako ni haki yako ya msingi. Haudawi maelezo marefu na yeyote yule unapoamua kulinda amani yako ya moyo. Kujidharau ni sumu inayoua ndoto zako pole pole, na baya zaidi ni pale unapokunywa sumu hiyo wewe mwenyewe huku ukifikiri ni maji ya baraka. Kati ya hizi ishara 5, ni ishara gani umeona inakusumbua zaidi? Nishukie hapo kwenye uwanja wa comments na uniandikie namba ya ishara yako. Nitasoma comments zote na kutoa ushauri pale inapobidi. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video ijayo. Peace.